Ikiwa ni siku ya tarehe 19 ya mwezi wa 4, tukiwa tumesalia na siku moja tukuelekea katika siku muhimu kabisa kwa Wakristo, siku ya Pasaka. Na leo mezani ni kipindi hewani cha Sport Bench kupitia Rokoma TV. Kama kawaida, mimi ni mwanahabari wako, mwanamichezo wako, Noel Panenka, Mr. Penateka, na mengi ya kuzungumzia. Hasa kabisa swala zima ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanajiandaa katika mchezo wao wa kesho pale katika uwanja wa New Amani Complex, mchezo wa nusu finali katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club zidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Niko na mashabiki na wadau wa soka wana mengi ya kuzungumzia kuelekea mchezo wa kesho, Simba Sports Club akiwa mwenyeji wa mchezo huo mara baada ya marekebisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na sasa Simba imehamia katika uwanja wa New Amani Complex kuelekea katika mchezo wa nusu finali ya kwanza kabisa kwa upande wa Simba. Imekuwa ni swala la muda, hatimaye muda umefika sasa. Hiyo kesho siku ya tarehe 20 pale katika uwanja wa New Amani Complex majira ya saa 10 kamili za jioni, wekundu wa Msimbazi Simba wanaronyasi wako katika uwanja wa New Amani Complex. Niko na mashabiki hapa wana mengi ya kuzungumzia. Kama kawaida unaona kabisa niko na shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ana mengi ya kuzungumzia, pia vile pia niko na mdau wa soka pia ana mengi ya kuzungumzia kuelekea mchezo wa kesho. Mambo vipi? Hapo mambo vipi? Fresh. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Elias Lucas Kasembe. Ni mfanyabiashara hapo kwenye vinyago. Kuhusu pambano la kesho la Simba, hii timu ya South Africa wasizanie kama ni masiara, kwa sababu imejipanga na imewatoa watu wenye akili zao. Ina maana wasiende na mambo ya kutegemea matokeo kwa Mkapa yanatoka mambo hayo, lakini pale Amani ninafikiri wote ni kama wageni, unaona. Na kitu kikubwa hawa inabidi wajipange, la sivyo watadondokea pua, kwa sababu wale jamaa mpira wao wanaocheza ni mpira wa kisasa na wana uwezo mkubwa, wana mafuadi wazuri. Mimi naamini kwa Simba sijamuona striker ambaye yuko tayari kutoa matokeo, kwa sababu wengi wanakosa magoli wakiwa ndani ya 18. Kwa hiyo inabidi wajihadhari sana, la sivyo watatia taifa aibu. Okay, tukizungumzia upande wa Simba kwa wenyewe ni mara ya kwanza, imechukua takriban misimu 8 wameenda katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika mara 4, wanaishia robo finali. Kombe la shirikisho wameenda mara 2 ya 3 sasa, na sasa wamefanikiwa kwenda katika hatua ya nusu finali. Unaionaje Simba mbele ya Stellenbosch ambao pia na wenyewe ni wageni wa mashindano haya? Kidogo ukiangalia Simba na uzoefu mkubwa sana, licha ya kuwa uwekezaji wa Stellenbosch uwekezaji wao ni mkubwa sana, ila kwa upande wa Simba pia na wenyewe uwekezaji wao ni mkubwa sana. Tukizungumzia kiufundi zaidi kwa hizi timu mbili, timu kutoka Tanzania Simba Sports Club na timu kutoka Afrika Kusini ya Stellenbosch, una changa karata gani kwa pande zote hizi mbili? Nani ambaye ana nafasi kubwa sana ya kusonga mbele? Kutokana uzoefu upo, hata Badidi mzoefu katika rania kitu ameangukia pua juzi. Kwa maana hiyo uzoefu sawa ni muhimu, lakini kwanza wachangamke wacheze mpira, wasitegemee uzoefu au sijui vipi. Hasa pili, uwanja wa Mkapa, nafikiri Simba ikiwepo pale inatoa matokeo mazuri, kama sio sawa na kule Amani. Kwa maana hiyo inabidi wapambane kwa ukweli, sio kama wanachukulia tu uzoefu kwenye mpira. Madrid ameondoka na uzoefu wake. Umesikia kuna baadhi ya wachezaji wa Stellenbosch wanakosekana katika mchezo wa hiyo kesho, akiwemo naoza golikipa Save Stegen ambaye ana uraia wa nchi mbili, raia wa Uholanzi pamoja na Afrika Kusini, ambaye ninaoza ameonekana akiwa bora zaidi katika michezo ya hivi karibuni katika clean sheet. Ndio kipa ambaye ana clean sheet katika hatua ya robo finali, hajaruhusu goli lolote, atakosekana kesho. Vipi unaonaje kwa Simba, inakuwa ni hali na morali kwao kupata ushindi zaidi? Hiyo inaweza kawasaidia, kwa sababu watu ambao wanacheza mechi nyingi na wana uzoefu huwa wakikosekana huaga changamoto kwenye timu. Kwa hiyo kinachotakiwa wao watumie nafasi hiyo na vigezo hivyo kupata matokeo, lakini wakisema tu kwa sababu wao wapo wacheze kawaida, nafikiri matokeo kwao yatakuwa magumu. Mengi yamezungumzwa kwa upande wa Simba, mengi yamezungumzwa hasa kwa mashabiki na wadau wa soka na viongozi. Unafikiri ni wakati sahihi sasa kwa Simba kuweza kupeperusha vyema bendera ya Tanzania na kulileta kombe hili la CAF Confederation, yani kombe la shirikisho barani Afrika? Inawezekana kwa sababu wengi unafikiri timu kwa sasa hivi ambayo inawakilisha Tanzania ni Simba Sports. Kwa hiyo wao watumie nafasi hiyo kuibeba nchi, la sivyo nao wanaweza kaondoka katika mashindano haya. Kwao upande wa watani Young Africans wenyewe ilikuwa ni swala la kawaida kwao, kwa sababu wameshawahi kufanikiwa kufika finali. Kama unakumbuka walicheza na USM Alger na Young Africans aliweza kufungwa kwa changamoto ya aggregate pale Benjamin Mkapa, alifungwa goli 2-1, ila kule nchini Algeria katika uwanja wa St Juliet pale aliweza kushinda bao 1-0.
Kama mdau wa soka, una jambo gani la kuzungumzia kiufundi zaidi ya kuwa Yanga wenyewe tayari walishafikisha rekodi ya kufika finali, na wenyewe Simba watani wao jadi kabisa, na wenyewe wana ndoto hizo za kufika finali au kuchukua taji kabisa la kombe la shirikisho? Hiyo inawezekana, lakini sasa wasichukulie kama Simba au Yanga walifanya hivyo. Ina maana wao wajiangalie kama Simba wengine wanafanya wafike katika hiyo finali, kwa sababu sasa hivi waliobaki wote ni wazuri. Simba wazuri, wao wa South ni wazuri. Kikubwa hapo ni kuangalia, ni kupambana. Kama useme kama Yanga alifika na sisi tutafika, hivyo vitu katika mpira vipo. Yeah. Na maoni ya baadhi ya mshabiki wa soka, mdau wa soka, amezungumza kwa kinagaubaga kuelekea mchezo wa kesho Simba dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini. Na sasa niko na mshabiki wa Simba mnyama akiwa amekula jezi yake nyeupe. Kwanza kabisa nikupe hongera mara baada ya kufanikiwa kufika nusu finali. Mmekuwa na changamoto nyingi sana, mnaishia robo finali, ila hivi sasa mmefanikiwa kufika nusu finali. Jitambulishe bwana. Asante sana. Kwa majina naitwa Frank Sanga, ni shabiki wa Simba na ni mdau wa mpira. Niweze kusema tunaipongeza klabu yetu ya Simba kwa kufanikiwa kufika kwenye hiyo hatua ya nusu finali. Katika miaka ya karibuni imekuwa ni changamoto kufikia hiyo hatua. Lakini nikukumbushe tu kwamba Simba Sports Club mwaka 93 tulicheza finali na Stella Bian. Kombe la washindi kwenye nyakati zile. Kwenye kombe la washindi ambalo ndio leo kombe la shirikisho. Ukiangalia vipindi hivyo vyote, Simba pekee ndio imekuwa ikileta uwakilishi bora kwenye mashindano ya kimataifa ndani ya nchi hii. Kwa hiyo kufika nusu finali kwa Simba, jambo kubwa ambalo tunategemea ni kufanikiwa kupata ushindi ndani ya New Aman. Tukipata ushindi New Aman usiopungua goli 2, Simba atakuwa bingwa wa kombe la shirikisho. Kwa upande wa Simba, mara baada ya taarifa ya uwanja wa Benjamin Mkapa kufanywa marekebisho na uwanja ukahamishiwa katika viunga vya Zanzibar kule katika uwanja wa New Amaan Complex, wewe kama mshabiki wa soka, wewe kama mshabiki wa Simba Sports Club, unaona utofauti gani kutoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuhamia katika uwanja wa New Amaan Complex? Kuna athari yoyote ile kwa upande wa Simba? Ipo athari moja, kupungua kwa mashabiki ambao huwa tunakuepo wengi uwanjani. Yaani kutoka mashabiki 60,000 na point kushuka hadi mashabiki 20,000 kushuka chini. Hiyo ni athari kubwa sana. Kwa hiyo ndo naiona athari kubwa, yaani kupungua kwa wachezaji namba 2 wanaokuepo nje ya uwanja. Hiyo ndo athari kubwa. Lakini ukiacha hiyo, tupo Tanzania na support itakuwa kubwa na ushindi lazima tutapata. Simba wamekuwa ni timu ambayo mara nyingi sana inafanya vizuri katika mechi za nyumbani na inashindwa kumaliza katika mechi za away. Kwa Simba hii unavyoiona, ukiangalia namna toka katika hatua za mwanzoni kabisa wamepata ushindi mmoja tu wakiwa kwa away dhidi ya Sfaxien ya nchini Tunisia. Hivi sasa Simba wapo nyumbani katika uwanja wa New Amaan Complex. Na Simba si mara ya kwanza kucheza na vilabu kutoka Afrika Kusini. Alikuja Kaizer Chiefs, Simba akaweza kufunga mabao 4-0, na pia alikuja Orlando Pirates akaweza kumfunga pia Simba goli 1-0. Sasa ni wakati wa timu ya Stellenbosch, timu ambayo hakika imewekeza kwa kiasi kikubwa sana, uwekezaji wao ni mkubwa sana. Kwa upande wa Simba na hao Afrika Kusini wengine wa Stellenbosch, nani ambaye unamuona na nafasi kubwa sana ya kusonga mbele? Nampa anayeweza kwenda finali, nampa Simba 70%. Sio kwa sababu mimi mwana Simba. Stellenbosch ni mara ya kwanza kushiriki mashindano haya. Lakini pili, ukiacha kuwa mara ya kwanza, Stellenbosch imeanzishwa 2015 kwenda 16. Ndio 17 ndio akawa kwenye ligi. Kwa naona Simba wana nafasi kubwa ya kutumia uzoefu walionao kwenye mashindano. Tumzungumzie Steve Dese Mkwala pamoja na Lionel Ateba. Unaje uwezo wao? Nafikiri tumetazama nafasi ambayo amepata Lionel Ateba na nafasi pia ambayo amepata Dese Mkwala. Unafikiri ni nani ambaye anatakiwa aendelee kuanza katika kikosi cha Simba katika safu ya ushambuliaji? Kwa sasa ni bora Mkwala aendelee kuanza. Ateba sio mbaya,
Ateba anataka kuthibitisha kwamba yeye ana ubora kiasi gani. Jambo ambalo anapotaka kuthibitisha anajikuta anagonga mwamba, anashindwa kufanya yale anayotaka kufanya kwa sababu ya hamu ya kutaka kuwaonyesha watu wanaozomea, wanaomzungumzia vibaya mtandaoni. Kwa hiyo peke yake inamfanya awe na tension kubwa, tofauti na Mkwala ambaye hapate nafasi akiingia anafanya kitu, apate nafasi akiingia anafanya kitu. Kwa mpaka sasa hivi Ateba ana tension kubwa akiingia kwenye mchezo kuliko Mkwala. Kwa ni mzuri Mkwala kuanza kuliko Ateba. Kwa kumalizia, kwa hiyo kesho nani ambaye unampa nafasi kubwa sana ya kupata matokeo na kujihakikishia nafasi ya finali? Ukumbushe pia mchezo mwingine ni kati ya RS Berkane dhidi ya Constantine hao ambao walikuwa katika kundi moja na Simba, na inaonyesha kwamba kwa takwimu jinsi zilivyo timu kutoka Afrika Kaskazini ndio wana nafasi kubwa sana ya kuchukua mataji haya, kombe la shirikisho na kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa haraka kabisa tuzungumzie mchezo wa kesho, nani ambaye ana nafasi kubwa sana ya kusonga mbele na kuingia finali au kuchukua taji kwa pande zote mbili, tukizungumzia mchezo wa Simba na hata pia mchezo wa RS Berkane na CS Constantine. Berkane kutoka Morocco, Constantine kutoka nchini Algeria. Kwanza nikukumbushe jambo moja. Kwa zaidi ya miaka 7 sasa Simba anakuwa mwakilishi pekee tunapofika kwenye hatua Afrika Mashariki na Kati. Anakuwa mwakilishi pekee wanapofika kwenye hatua fulani. Na sasa tunavyoongea Simba ndio mwakilishi pekee Afrika Mashariki na Kati. Maana yake kule Waarabu sasa hivi wametoa timu 3. Hizi timu zingine wanatoka Afrika Kusini. Waarabu ni timu 2, Constantine hapana 3. Ni Constantine, sawa? Ni Constantine na Berkane. Alafu huku ni Simba na Stellenbosch. Nilikuwa nazungumzia jumla ya mashindano. Kwa ujumla ni timu 4. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia huyu Simba anayewakilisha kwa vipindi vyote na maneno anayoyapata kila siku, ninaona anaenda kufanya changes kesho. Anaenda kufanya mabadiliko makubwa ambayo watu hawajai kuona. Na kwa sababu Simba amekuwa kiishia nusu, hii ndo nafasi ya Simba pekee, robo finali. Ndo nafasi pekee ya Simba kuchukua kombe. Na hamna kinachomzuia kwa kipindi hiki. Ukiangalia yani tukishashinda goli 2, kule tunaenda kutafuta goli 1, maisha yaendelee. Naam, anamaliza kwa kusema kwamba ni wakati wa Simba kufanya mabadiliko, ni wakati wa Simba kufanya changes kwa sababu ni wakati wao. Imechukua muda mrefu sana, takriban misimu 7 Simba anaishia hatua ya robo finali, lakini sasa Simba amefanikiwa kwenda hatua ya nusu finali. Huyu ni mdau wa Simba, ni mshabiki wa Simba, anamalizia kwa kusema hivyo kwamba ni wakati wa Simba kufanya vizuri. Nikukumbushe kesho Simba Sports Club yuko pale katika uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar kucheza na Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Sport Bench hadi kufikia hapo sisi tunatia nukta. Wakati mwingine mara nyingine pia tuna mengi ya kuzungumzia kuhusiana na swala zima la soka, na hii leo tunamaliza kwa kusema kwamba Simba ubaya ubwela. Hakika Simba wana mengi ya kujivunia kwa sababu imechukua muda mrefu sana kwao kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Macho yote, masikio yote ni kesho katika uwanja wa New Amaan Complex. Asante sana. Nyuma ya kamera Omali ameweza kufanikisha hichi kipindi cha Sport Bench kuruka hewani kupitia hapa Lokoma Sports. Hadi wakati mwingine.